Naomba tufundishe leo kusudia siku ya leo. Damu ya Yesu Kristo ya dhamana yetu. Damu ya Yesu Kristo ya nguvu yetu. Damu ya Yesu Kristo ya msaada wetu. Damu ya Yesu Kristo ileta ukombozi wetu. Damu ya Yesu Kristo ya kanene mema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tutasoma tulichonacho kinasema, omba mipaka ya fikra iondoke, uwe huru katika kufikiri kimafanikio. Omba mipaka ya fikra iondoke, uwe huru katika kufikiri kimafanikio. Na tunapozungumza swala la fikra na mipaka, ni kitu ambacho najua kwamba watu wengi hawajaweza kufikiria labda kwa undani zaidi. Siku yote ukitaka kumtawala mtu, mtawale kwenye fikra. Na ukitaka kumvuruga mtu, mvuruge kwenye fikra au kwenye kufikiri. Vita ambavyo tunapambana ni vita vya kiroho. Athari zake ziko kiroho. Athari zake ziko kimwili. Ukishaona kwenye ulimwengu wa roho kuna vita, lengo ni kulenga ulimwengu wa mwili pia. Na ni vyema sana ukajifunza kuingia sana katika ulimwengu wa roho, kuangalia vita iliyoko. Vita ya fikra ni kubwa kuliko hata magonjwa tunayoombea. Ni kubwa hata kuliko walemavu tulio nao. Ulemavu wa fikra ni mbaya kuliko ulemavu ambao unaweza kauzungumzia mahali popote pale. Waefeso 6 ule mstari wa 12, ule mstari wa 12, neno la Bwana nasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya falme, juu ya wakuu wa giza hili. Au naomba nirudie tena kusoma vizuri zaidi ili tuelewane vizuri, kwa sababu nitataka kuweka ufafanuzi kidogo. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Juu ya jeshi na pepo wabaya. Biblia nyingine anasema, vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya jeshi la serikali ya pepo wabaya. Kwenye ile falme wao wameweka kama serikali. Na serikali ina vitengo vingi. Ukizungumza tu hilo jeshi, watu wengi wanaelewa jeshi lile lenye mabaka lile na wenye nguo za kaki, ndio wanaoeleweka kwamba ni jeshi. Lakini ukifuatilia, kuna jeshi la uhamiaji, kuna jeshi la wananchi, kuna jeshi la polisi, kuna jeshi la usalama, kuna la mgambo, kuna la akiba, kuna na mengine mengi. Kuna wale ambao wanahusika kazi yao ni kudhibiti wizi, na kuna ambaye anaweza akakuona unaiba hapo na akakuacha ukaiba, kwa sababu kazi yake haihusiani na kudhibiti mwizi. Katika swala la kifikra, vita ya kiroho tunaipambanua sehemu chache sana.
na tunaifikiria kwa upande mdogo sana. Tunavyofikiria vita iliyoko katika swala la kiuchumi, tunaifikiria kirahisi tu kwamba ni vita ambayo ipo. Na katika mazingira hayo tumetekwa fikra sana kufikiri kwamba mapepo yanakaga tu kwenye ugonjwa, na mapepo huwa yanakaga tu kwenye mwili, na mapepo huwa yanakaga tu kwenye nafsi, na yanakaa tu kwenye mazingira yale ambayo tumekuwa tukiyaona sana. Saa nyingine tukiona mtu ameangushwa na pepo na akaombewa akafunguka, tunafurahi sana, tunasema kwamba pepo limetoka. Mapepo yaliyokaa kwenye fikra mara nyingi sana yanaweza akamfunga mtu kwenye fikra za kidini, yanaweza akamfunga mtu kwenye fikra za kufikiri kwake. Ni mapepo ambayo, yani ni jeshi la pepo ambalo linashughulika na kipengele cha kufikiri. Yani limeweka limitation ya kufikiri. Usifikiri zaidi ya hapo ambayo yapo yanataka. Yesu Kristo asifiwe. Amen. Sasa anapozungumza vita vyetu ni juu ya jeshi la serikali ya pepo wabaya. Kuna vipengele ambavyo saa nyingine kuviwazia ni vigumu sana, kwa sababu ukishachezewa fikra, mfumo wa maisha yako umechezewa, na huwezi ukafikiri zaidi ya hapo ambapo unafikiri, kwa sababu ni kwamba kuna vita ambayo imeweka mpaka wako wa kufikiri. Unaweza ukawekea mpaka usifikiri nje ya hii nyumba hapa hivi, nje ya huu ukumbi, usifikiri nje yake. Utakuwa unafikiri kwa kiwango cha hapa ndani tu. Ndio maana ukikamatwa kama umefungwa, wanachokifunga wanafunga mpaka kufikiri kwako. Ukifikiri ufikiri ndani ya gereza. Ukifikiri ukitaka kutoka utatoka ukiwa unasaidiwa na askari. Ukienda kulima ataenda na wewe. Fikra zako zinakuwa zinatawaliwa na wale waliokufunga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na ndio maana mara nyingi sana mtu akiokoka, shetani anaweza akamwachia akaonena kwa lugha, anaweza akamwachia akaomba, akaenda akavamia kipengele cha fikra, kwamba wewe okoka alafu subiri kwenda mbinguni tu. Hilo wala sio bao la kisigino, ni bao la kawaida tu. Na ndio maana anaweza akakutawala kwenye fikra zako, akakwambia hapa ulipo ndipo umefika. Hii kazi uliona ilinde sana kuliko kitu chochote, kwa sababu ndio umefika hivyo. Na ukawa unailinda kwa namna zozote zile, kwa sababu kuna namna ambao unafungwa kufikiri nje. Wale wengine wanasema unashindwa kufikiri nje ya box. Unakuwa unafikiri inbox. Haleluya. Haleluya. Unapoenda kwenye serikali ya pepo wabaya au serikali ya kishetani, iko kama serikali kabisa za kawaida. Kuna wachawi ambao mimi niliwahi kukutana nao na kufanya nao counseling, wakasema sisi kazi yetu ilikuwa ni kuharibu mimba tu. Yaani kitengo cha serikali yao. Ngoja nikueleze vizuri. Kuna mchawi ambaye haruhusiwi kwenda wilaya nyingine kuloga. Achana na huyo. Kuna ambaye haruhusiwi kwenda mtaa wa pili kuloga. Ni mpaka aripoti kwa mwenyekiti wa serikali za mtaa wa wachawi kwamba nataka kwenda kumloga mtu fulani, kwa hiyo naomba wanipe mtu apale kwenye ule mtaa ili niende naye. Alafu kuna ambaye anaruhusiwa kuingia kwenye kila mtaa, ambaye huyo ana nafasi ile ya kimkoa. Na mwingine ana ile nafasi ya kifamilia. Kwa sababu zimegawanywa vipengele mbalimbali. Ndio sababu unakuta familia hii ina ugonjwa wa malaria,
hautokagi humo ndani. Hii hapa ina ugonjwa wa kansa, hautokagi humo ndani. Hii hapa ina ugonjwa wa tumbo, haitokagi huko ndani. Maana yake kuna kitengo cha kuumiza watu tumbo tu kiko kwenye hilo eneo. Ndio sasa hii familia kwetu vidonda vya tumbo ni kitu cha kawaida, tuendelee tu kuombeana hivyo, tunywe maziwa fresh kwa wingi na tujitahidi kufuata masharti ya daktari. Kuna vitengo mbalimbali vya magonjwa viko kule kwenye hiyo serikali. Na kuna kitengo ambacho kinahusika na umaskini. Kiko intercontinental. Kiko kuanzia mabara makubwa, kinakuja mpaka kwenye mabara madogo, alafu kinakuja mpaka kwenye nchi. Ndio maana nchi nyingine zinaweza zikafungiwa kuelewa habari ya viwanda ni kitu gani na maendeleo ni kitu gani, zikaachiwa habari ya siasa, zikatupiwa mfuko wa siasa, zikaendelea na mfuko wa siasa, alafu wale wanaotoka huko juu huko wakaja wakawekeza kwenye hizo nchi, wakawekeza mambo ya viwanda. Usifikiri ni kwamba ni kitu cha kawaida. Kuna vita ambavyo iko katika falme, na inapohama kwenye falme inakuja mpaka kwenye ngazi ya chini. Haleluya, haleluya. Asa kwenye biashara kuna kitengo ambacho kipo cha kushughulika na biashara. Ndio maana ukienda kuna mganga ambaye kazi yake hauagi watu, kazi yake ni biashara tu. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Amen. Na ndio maana katika kupambana kwenye ulimwengu wa roho, kama hujajua kwamba unapigana na nani na unapigana vita ipi na ni nani anahusika, unaweza kupambania hapo muda mrefu sana. Haleluya. Haleluya. Ni kitu ambacho unakuja kuangalia, kwa sababu wanachotafuta kwanza ukosee kufikiri. Ndio maana ukifundisha saa nyingine, nilikuwa nafikiri ni fulani, ile umeshapoteza miaka 5 kumuombea. Hakuna kitu kibaya kama vile kukosea, kurusha mishale yako midogo ukairusha kwa kitu ambacho sio. Ukarusha wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wakaisha. Alafu unaambia kwamba unajua sio kile chenyewe kiko kule. Maana yake kilichochezewa kwako ni fikra. Ufikiri kwamba ule unayemrushia mishale ndiye sawa. Kumbe sio sawa. Ila mishale imefanya nini? Imepotea. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Ndio maana saa nyingine shetani anawaachia baadhi ya watu wafikiri kwamba wanajua, kumbe hawajui. Kilichochezewa sio kujua, kilichochezewa ni fikra. Ni kufikiri kwao, wafikiri wanajua, kumbe hawajui. Na ndio maana kwenye mapambano yoyote Mungu anapokupa nafasi ya uombaji ni mamlaka kubwa sana. Kuna vitu vingine anaanza kukufundisha ambavyo saa nyingine ukiangalia hii sio sawa hii. Kwa hiyo nimepoteza muda mrefu namna hiyo. Wewe ukishasikia kwamba kuna mchawi yuko hapo jirani, kuna mchawi ambaye yuko jirani yako nakwambia hana madhara na wewe, wala hajatuma kukuloga wewe. Kazi yake ni kuloga kuku na wewe hata kuku una. Ila sasa kwa sababu ushasikia mchawi ukafikiri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Vita ya ulimwengu wa roho ni pana sana. Na unapoenda kwa upana inaenda kiserikali. Sasa leo ngoja nikuelekeze, inaenda kiserikali. Haiendi tu kwa sababu eti kila mtu anaanza akaloga. Ndio sababu kuna wachawi ambao kazi yao ni kuloga kanisani tu. Ukimwambia aloge mtoto wa mtu anayepita pale aumwe tumbo, hawezi. Paka muite mwenzake amwambie kwamba njoo nisaidie au niunganishie nguvu kidogo afu nifanye hiyo kazi. Sasa nyinyi mnamtisha mchawi, kuloga watoto ni yeye, kuharibu mimba ni yeye, kuharibu biashara ni yeye, kuharibu kazi ni yeye, mahudhurio ni yeye. Waacheni kidogo.
Haleluya. Kati ya kitu ambacho nimekuwa na muomba Roho Mtakatifu ni jinsi ya kufikiri. Ni jinsi ya kufikiri. Nisiwe na mpaka wa kufikiri ambao umewekwa na shetani au umewekwa na watu aina fulani. Haleluya. Kuna mpaka unaweza ukawekewa kwamba ukafikiri hapo ulipo ndipo unaweza ukafanya kazi tu au biashara tu. Hilo ni bao, linaitwa bao la kawaida wala si la kisigino. Kwa sababu la kisigino linahitaji ujanja sana. Alihitaji wala la mkono alihitaji kiapo. La kawaida kabisa. Shetani anapotaka kumvuruga mtu, anakisha ameingia kwenye mfumo wake wa kufikiri kwa kutumia serikali yake, ambapo labda kwa kutumia serikali yake ya kipelelezi au kwa kutumia askari wake yoyote yule, anasema ngoja turudie mstari vizuri, kwa sababu labda wengine mnasomaga haraka. Ndio shida nyingine tena, labda tunasoma haraka sana. Anasema hivi, anasema neno la Mungu linarudia kusema, kwa maana kushindana kwetu, maana yake ni mashindano. Kwa anatakiwa mshindi, si ndio? Na ndio maana anasema hivi, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Kwa usitegemee kushindana. Kwa kushindana ni haki ya kila mpendwa. Kwa usikwepe mashindano. Ndio maana saa nyingine kuna majaribu ambayo upasi kumwambia kwamba Mungu ninaomba uniondolee hili jaribu. Ila mwambie Mungu naomba nipite nawe kwenye hili jaribu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna watu wanafikiri kuomba jaribu liondoke hawajui ni kukusanya mitihani mingi kwa wakati mmoja. Mungu ninaomba hili jaribu liondoke. Lakini mtihani lazima ufanye. Hasa unafikiri kwa sababu kuna watu wanataka kuishi bila majaribu au bila kujaribiwa. Sio utumishi. Kwa nini aseme hivi? Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, bado uko pamoja na wewe. Kwa nini asikutoe huko apite na wewe? Kwa kati ya jaribu, kinachotakiwa ni uwepo wa Mungu wa kupita na wewe katika jaribu. Ndio maana Musa alimwambia Mungu, hatutoke hapa bila uso wako kwenda na sisi. Maana walitaka uwepo wa Mungu uende nao huko mbele, kuna maadui, lakini wakiwa na Mungu ni rahisi kuwaondoa. Wakiwa na Mungu, na sio Mungu awaondoe kabla kama hawako kwenye safari. Saa nyingine kumwambia Mungu akutoe kwenye jaribu ni kama kumwambia kuondoe kwenye huo msimu unaotaka kuelekea. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio sababu unaambia hivi, furahini mnapokuwa majaribu. Maana yake ni kipimo cha kukusaidia uende hatua nyingine. Ni kipimo cha kukusaidia ukivuka upate jinsi ya kuwasaidia wengine kuvuka. Amen. Sasa kama wanasema kwamba huu mtihani naomba uondolewe ila naomba nipewe maksi za darasani, unapewaje wakati hujafanya mtihani? Yesu Kristo asifiwe. Amen. Ndio maana kuna mtu anataka kusema, yaani tangu niokoke majaribu yamekuwa ni mengi. Umeingia darasani. Asa ukiokoka unaingia darasani na dini, unaingia darasani na mapokeo, unaingia darasani sijui na kitu gani. Utafeli kabla hujafika popote. Na ndio maana watu wengi tuliookoka tunajikuta tunafeli maisha, kwa sababu tuna namna ambayo fikra zetu zinafikiri ukiingia kuokoka ndio majaribu yanatakiwa yaishe, kumbe ndio unatakiwa upite na Mungu kwenye majaribu. Haleluya.
na mengine yanakuwa mazito kiasi kwamba ukiangalia namna hii unasema nikivuka hili, hilo litakalokuja huko mbele nitakuwa nimeshapata nafasi ya kufanya mazoezi ya kutosha. Haleluya. Kuna watu wanafikiri ukifanikiwa ndio majaribu yameisha. Wapi? Ndio naambia juzi wako nafundisha semina Dar es Salaam, nikamwambia hivi, ukiwa una nauli tu, gari ikikaa kwenye foleni itabidi usubiri mpaka foleni ishe, kwa sababu nauli ulionao ni hiyo gari, au uamue kuchapa mguu, inategemea na safari yenyewe. Lakini ukiwa na nauli ya ziada kutokana na kwamba umetoka hatua moja kwenda hatua nyingine, ukiona foleni imekwama, utashuka kwenye basi, utamwambia bodaboda, njoo nipeleke haraka, nataka kuelekea ninakoelekea. Sawa sawa. Na hapo utaona patoshi. Kuna siku utapata gari. Ukipata gari nayo, siku ukikuta kuna foleni, itabidi usubiri hapo likinguruma, au ukiumelizima au umefanya chochote mpaka usubiri foleni iishe. Mwanzoni ulikuwa ukiona foleni imekuwa ngumu unakimbilia kwenye bodaboda. Sasa unala kwako, inabidi ukae nalo hapo uvumilie mpaka foleni iishe. Lakini hapo ndio una gari sasa. Kule mwanzo ulikuwa huna. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila unapoenda, fikra za majaribu zinabadilika, ila wewe unataka kwenda sawa sawa na mwaka jana. Binti ambaye hajaolewa anafunga na kuomba aolewe. Akishaolewa anashangaa mara hajapata mtoto, ataanza kufunga na kuomba kwa ajili ya kupata mtoto. Asa ole wake huwezi kumkuta anaendelea kuomba maombi ya uchumba tena. Utakuta kwamba fikra zake inabidi zibadilike, aanze kuomba kupata mtoto. Akiomba akishapata mtoto, atakuwa anaomba tena Mungu amlinde mtoto asimwagikiwe na uji akaungua. Kwa hiyo kila hatua unazoenda, fikra nazo inabidi zifanye nini? Zibadilike. Ni ajabu sana kusema kwamba unajua mchawi aliyekuwa analoga mwaka jana ndio huyo, wala si huyo saa nyingine. Alishaacha siku nyingi, alishamkabidhi bosi wake aliyoko huko juu. Mabadiliko ya mtu yanaendana kutokana na ngazi anazozidi kwenda, na fikra zako zinatakiwa zibadilike. Usifikiri vita ya mwaka jana ni ya mwaka huu, usifikiri vita ya mwaka juzi ni ya mwaka huu. Vita kila wakati inabadilika, na lazima uondoe mipaka ya kufikiri kwako. Haleluya. Haleluya. Ndio maana maombi yafanani. Maombi uliokuwa unaomba mwaka jana uweze kuomba mwaka huu. Haleluya. Amen. Mungu wa mbinguni asifiwe. Amen. Lakini nataka nikwambie kitu kingine. Twende kwenye Zaburi ya 105. Kuna vitu ambavyo natamani uvielewe, alafu tutaingia kuomba. Na katika kufikiri kwako lazima uanze kubadilika mapema sana. Uanze kuomba mipaka ya kufikiri inayokuzuia kusonga mbele kimafanikio. Hiyo mipaka lazima uiondoe. Lazima uiondoe leo. Na usiache muda mrefu sana. Maana kuna watu wanataka kujirudisha kwenye mitihani ya darasa la 3 wakati wako darasa la 7. Nimesema Zaburi ya 105 ule mstari wa 4 na wa 5, neno la Mungu linasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote, zikumbukeni ajabu zake alizozifanya, miujiza yake na hukumu za kinywa chake. Kwa sababu gani? Kuna nguvu ya Mungu ambaye inaweza kuondoa mipaka. Ndio maana anasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Ndio maana kuna jaribu lingine linakujia, watu wanakuja na kuambia, aise, ingekuwa ni mimi, ona utanishakimbia siku nyingi.
kwa sababu kuna nguvu. Unamhitaji Mungu na nguvu zake. Haleluya. Ndio maana Musa kwanza hatuwezi kutoka hapa bila wewe kwenda, akaambia mtaenda na malaika. Kiwango cha malaika ni kidogo, pamoja na kwamba ni wewe umesema, ila kiwango cha malaika kwenye vita tunaenda huko ni kiwango cha kitoto. Tunahitaji nguvu kubwa zaidi, na kuhitaji Mungu na nguvu zako kwenye kazi hii, na kuhitaji Mungu na nguvu zako kwenye biashara hii, na kuhitaji Mungu na nguvu zako kwenye ofisi hii, na kuhitaji Mungu na nguvu zako kwenye huduma hii, na kuhitaji Mungu na nguvu zako. Haleluya. Lakini angalia anachokisema. Anasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Kutafuta uso wa Mungu siku zote, sio siku moja, siku zote kutafuta uso wa Mungu, ili uhakikishe kwamba maana yake utafute uwepo wa Mungu, uende na uwepo wa Mungu kila hatua unaiendea. Haleluya. Sasa watu wengine wanatafuta uwepo wa Mungu kwenye mikutano tu. Uwepo wa Mungu kwenye kazi yako ni jambo la msingi kuliko unavyofikiri. Ni jambo la msingi sana uwepo wa Mungu. Ndio maana saa nyingine mtu anaweza kanipigia simu hata kama niko kazini. Au saa nyingine niko kwenye kazi hivi nakwambia hii tunayopiga hapa hii leo hii hapa kuna watu wameshajipanga hapa. Hii inaweza ikainuka kitu kingine hapa. Mwaka siku moja nilipokuwa na kazi huko kanda ya Ziwa huko, asubuhi nikaona kwanza usiku Roho Mtakatifu akaniambia bwana, kesho itakuwa siku nzuri sana. Unajua kuna siku ya uovu. Nikaanza kufikiri hivyo kesho itakuwaje. Nikasema nikifikiri sitafika kiwango cha mwisho. Nikaamua asubuhi nikaamkia kazi saa 11. Kaingia kule na tracksuit yangu, kaanza kupiga heriko kidogo kidogo, nazunguka kila mahali, na mwaga damu ya Yesu na kujenga madhabahu, na mwaga damu ya Yesu na kujenga madhabahu, na mwaga damu ya Yesu na kujenga madhabahu. Kilisho tutakuja kutokea, tunafika mwisho wa kumalizia kazi jioni, mtu mmoja alinusurika kufa. Kilichosaidia ni ile kuita uwepo wa Mungu kwenye lile eneo. Sasa kuna vitu vingine haviwezi kufuta moja kwa moja. Vingine lazima vitokee tu uonyeshe kwamba kilikuwa kitokee zaidi ya hiki. Nilipoangalia namna hii, nikasema ndio maana nilikuwa natakiwa niende na Mungu kwenye ile kazi. Yaani niende na uwepo wa Mungu. Na nikaana tahadharisha tu sana, naambia kwamba wewe hapo unapopita hapo sio sawa hapo. Hapo unapopita sio sawa. Na tulikuwa tunachukua tahadhari kwa kila namna. Lakini tahadhari ni kwamba nilikuwa nimeshaka kwa sababu ile ule uwepo wa Mungu ukiwa kwenye kazi, kuna maelekezo ambayo anakupa juu hiyo kazi. Kuna kazi nyingine uweze kufanya bila uwepo wa Mungu. Jaribu kufanya biashara huko mjini uone. Bila uwepo wa Mungu uone. Ndio maana watu wengi sana hatujajua kumtaka Mungu na nguvu zake kwenye kazi zetu. Hatujautaka uwepo wake, kwamba twende na uso wake kila mahali tunapoenda. Kama ni kwenye biashara twende na uso wake, kama ni kwenye huduma twende na uso wake, kama ni kwenye mahali gani twende na uso wake, ili kwamba hatua tunazotaka kuzipita tupite na yeye. Tunamwacha nyuma, tukipata jaribu ndio tunaanza kumwambia Mungu tunakuomba uje utusaidie. Mpaka na vituko. Nilifundisha semina sehemu moja. Nilipofundisha nikasema kuna mtu mwenye shida ya kuolewa yuko hivi na hivi na hivi. Akaja tukamwombea, na baadaye tulivotoka kwenye semina tukamwombea. Mungu akamfungua. Akaolewa. Akakaa miaka 3. Siye kusikia sauti yake wala simu yake. Siku anakuja kunipigia simu, ananiambia kwamba ninaomba uniombee
mume wangu ameanza uhusiano na nyumba ndogo, sijui na vitu gani na vitu gani, na awara sijui na vitu gani. Nikamuuliza, kwani wewe ni nani? Mimi si ndio yule uliniambia siku ile kwenye semina fulani, kwenye kitu fulani. Shida nini? Alifikiri akiingia kwenye ndoa majaribu yameisha. Haleluya. Alifikiri awazavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Alifikiri. Na vitu vingine ni vigumu. Sumo alikuwa anahubiri semina mahali. Katokea mtu akaniambia nina mtoto ambaye anaanguka mara kwa mara. Ananusurika kuanguka kwenye moto na wapi. Nikaambia ngoja tuombe kwa ajili yake. Alikuwa hospitali. Akaniambia baba tumetoka kwa mganga Pemba sijui wapi huko. Nikaambia sawa tutakuombea. Nikawahi kumaliza semina nikaenda nikamwombea yule mtoto. Mungu akamponya. Kilichotokea ni kitu gani? Nilikaa zaidi ya miaka 6. Sikumuona yule mtu. Kwa sababu mtoto alikuwa ameshapona. Anakuja kunipigia simu. Ananiambia mtoto ameanza kuanguka tena. Nishapita miaka 6. Nikamwangalia, sikuwa na jibu la kumwambia. Alifikiri mtoto anaweza kaendelea vile bila uwepo wa Mungu. Hakumtaka Mungu na nguvu zake, ila alimtaka Mungu na nguvu zake pale penye shida tu. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Kwa kuna kufikiri ambako watu wanafikiri tofauti. Si kila mtu anakuja kwenye huduma, mwingine anakuja tu akishapata muujiza wake utamuona tena. Hata Yesu alipokuwa anaombea wale yule aliyetumbukizwa na godoro na kitanda akaja akaombewa, alipopona pale walisepa na semina wakaacha na semina yenyewe kaishia pale. Haleluya. Amen. Kuna watu wengine ambao wanaletewa sio kukaa na wewe. Wengine ni boost camp yao, wakishapata wanachokitaka wataondoka. Ile utawasikia wanahitaji uwepo wa Mungu siku ambao wana shida. Lakini twende kwenye ile eneo la mipaka ya kifikra. Ukishachezewa fikra zako, unakuwa unafikiri kwa kiwango kile ambacho umechezewa. Na hauwezi ukafikiri zaidi ya hapo. Haleluya. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Na kufikiri kwa mtu yote kunahitaji nguvu ya Mungu ya kuondoa mipaka ya kiroho. Unanielewa? Kufikiri kwa mtu yote kunahitaji nguvu ya Mungu ya kuondoa mipaka ya kiroho. Mipaka ya kiroho ambayo unakuta kwamba inatusumbua watu wengi. Ndio maana saa nyingine unaweza kuomba ombi lako ukaona kwamba hili naona sijibiwi, ukapunguza kile kitu ukaomba kidogo zaidi. Kumbuka mchungaji mmoja alikuja akaniambia, mwanangu niombee, sina nyumba. Akasema lakini niombe tu angalau nipate hata kanyumba karumu 2 tu. Naamini hicho nitakipata hicho. Kabisa mchungaji, anayetoa nyumba rumu 2 ni nani? Akaniambia ni Mungu. Nikamwambia na rumu nyingi? Akasema ni Mungu. Kama wewe kilichokufanya umuombe Mungu nyumba ndogo ni kitu gani? Akaniambia nimefikiri ndio naweza nikapata. Akaniambia umevurugwa fikra mchungaji. Sasa unakaga nao. Kama sikiliza bana. Mchungaji umevurugwa fikra. Kufikiri kwako kumevurugwa. Sasa ngoja nikwambie. Kwa mtu kama wewe unapaswa kuwa na nyumba rumu 2. Unapaswa kuwa na nyumba hii na hii na hii na hii, size hii. Sasa ngoja nikwambie. Wewe hii hapa kwa rumu 2 weka pembeni. Sasa mimi na wewe tunaenda kuomba nyumba kubwa ambayo inafaa mtu kama wewe. Maana hata nakuona kabisa unapaswa kukaa kwenye nyumba ya namna hiyo unayosema. Ikaomba na yeye. Na tukaomba tena. Alafu ghafla akashangaa uwepo wa Mungu
umeingia kwenye lile jambo tuliloomba na nguvu za Mungu. Akaanza kufikiri jinsi ya kupata matofali kwa njia rahisi zaidi. Akapata mengi zaidi ya yale aliyokuwa anakusudia. Alafu ghafla Mungu akanitengenezea na muujiza wake. Angalia kitu anachokuambia. Angalia huu mstari vizuri. Anasema hivi, zikumbukeni ajabu zake alizozifanya, miujiza yake na hukumu zake na hukumu za kinywa chake. Kwa mahali ambapo fikra zako zimefika mwisho, bado kuna muujiza wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Angalia. Wana Israeli waliofika pale kwenye ile bahari namna hii. Wakaangalia kuvuka bahari tunavukaje sasa? Na wewe Musa unatutoa kule, hao watu wanakuja kutuulia hapa kifo cha kitoto kabisa hapa. Wewe kule no. Tumetoka kule. Hapa hivi wewe ulishawahi kuona hapi bahari watu wanapita? Sijui na vitu gani? Fikra zilifika mwisho. Fikra zako zikifika mwisho, usiseme za Mungu zimefika mwisho. Amen. Huo ni utomvu wa adabu. Haleluya. Amen. Usikasema unajua hakiwezekani tena. Gharama ni kubwa mno. Si kwako. Kwani kwa Mungu imeshindikana? Musa alipopasua bahari namna hii, njia inatokeza baharini. Kwa sababu Mungu alichokuwa anaangalia kwanza, kuna saa nyingine kesho nitakuelekeza kipengele kingine jinsi ya kuomba unapofika mahali pagumu. Miujiza ya Mungu haichunguziki. Kuna saa nyingine ambayo umefika mwisho wa kufikiri. Alafu ndipo anapoleta muujiza wake. Haleluya. Unakumbuka ile alienda kumgongea yule kwamba naomba unipe mkate sijui na kitu gani maana nyumbani nimepata mgeni. Alimwambia hivi, ondoka kwa sababu nimelala mimi na. Sasa wewe umelala alafu unaongea. Akasema aliendelea kung'ang'ana mpaka yule bwana akaondoka ampe, kwa sababu fikra zake zilifika mwisho. Mwenye hiki kiduka hapa, kibaya zaidi kwa yule mfanyabiashara, aliona huyu anakuja kukopa. Haleluya. Hakufikiri kwamba huyo mgeni aliyekuja huko fikra za jamaa zimefika mwisho. Na huyo jamaa akaona kwamba ngoja nimvuruge fikra sasa. Nagonga hapa sitoki. Hata lala nakwambia. Na akaendelea kumgongea mpaka akapata msaada aliokuwa anautaka. Kwa kuna vitu vingine fikra zako zikifika mwisho, jifunze kung'ang'ana na Mungu. Haleluya. Ili aondoe huo mpaka wa fikra. Haleluya. Wafikiria hata kama ni wewe jeshi la Farao likwenda kufuata huko nyuma. Mmebeba sijui vile vipete vyao vya dhahabu walivyowapa na naivera zao na nini. Mmefika hapo, mmebeba na ngoma begani, mmejitwika, mmeondoka kwa ujasiri, mnasema Bwana ndiye Mungu, sijui ni nani na nani. Unafika ghafla, unaamba mahali pa kupita ni hapo kwenye bahari. Lazima kuna watu wana nani? Kichwa cha Musa hakiko vizuri. Kichwa cha Musa kitakuwa na shida. Aliwahi kuona bahari, aliwahi kuona njia hapo kwenye bahari. Alipopasua namna hii, fikra za watu zilibadilika. Kuna miujiza ya Mungu. Haleluya. Zinamwambia kuna mahali unapofika, mahali pengine usijilazimishe kufanya vitu ambavyo havipo. Inabidi kuomba Mungu akusaidie kubadilisha kufikiri kwako, au afanye muujiza wa kubusti kufikiri kwako. Mipaka iliyowekwa iondoke. Haleluya. Amen. Mzee mmoja rafiki yangu ni marehemu, alikuwa ananiambia kwamba walikuwa wanalimaga huko Babati sijui na wapi. Wana mashamba mpaka kuanzia eka 300 na kuendelea. Na walikuwa wanalima wanafanikiwa. Ukaja ukame mwaka wa kwanza. Ukaja ukame mwaka wa pili. Anasema alipokuwa anaenda kwa mwenzake kwenda kumkopa, trekta iliharibika. Hana kitu cha kutengeneza. Anahitaji shilingi 30,000. Kila anapoenda kwa mwenzake anamwambia kwamba ninajiandaa hapa baadaye, nataka nishike kitanzi nijimalize.
Akamtia moyo akamwambia usijimalize, tusubiri kidogo. Maana yake akili zimefika wapi? Mwisho. Kufikiri kumefika wapi? Mwisho. Akaona hata msaada, akaenda kwa wawili watatu, kila mmoja anamueleza la kwake. Akasema nilichofanya ilibidi niende nikafunge na kuomba, nikachukua ile Kutoka 31. Nikaanza kuisoma jinsi Mungu alivyomjaza yule mwana wa Zerubabeli ujuzi. Hakusomea popote, akasema inabidi nimuombe Mungu anijaze ujuzi. Akapia ule mstari, akausoma. Alafu sio fundi, akaenda akatengeneza ile detector mwenyewe na hiyo spare aliyokuwa nayo akaweka, akatengeneza, alafu akawasha, ikawaka. Maana yake nini? Akili ilifika mwisho. Kufikiri kwake kulifika nini? Mwisho. Alafu akapewa muujiza wa kutengeneza mwenyewe. Alipowaambia tu kwamba ametengeneza mwenyewe, walimshangaa sababu alitengeneza hata kuliko mafundi wenyewe. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Ni wapi umefika mwisho wa kufikiri? Jiulize mwenyewe. Jiulize mwenyewe. Kwa sababu ukishafika mwisho wa kufikiri, unakuwa na maamuzi ya ajabu ya kurudi Misri. Kama bora turudi kule tulikokuwa. Bora tuache. Bora tuache. Kama ni maombi tuache. Mbona tulipokuwa tunaomba angalau ilikuwa nafuu? Na kila unavyozidi kuomba saa nyingine unaona kabisa shetani anasogeza ukingo. Anazidi kuweka mipaka. Ukigusa kazi hapa anaweka mpaka. Ukigusa hapa anaweka mpaka. Ukigusa hapa anaweka mpaka. Ukigusa unajikuta umebaki hapo katikati. Unasema wasema ngoja nipunguze kuomba kidogo. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Vitu vingine unaviangalia, unasema kama ni hivi basi ngoja nihairishe. Ila ni kufikiri kwako kumefika mwisho, wala hujamuuliza Mungu. Kuna watu wengi sana ambao wanajikuta kwamba wana nguvu za giza zinazocheza na fikra, hazichezi na kitu kingine. Ndio ningeanzisha biashara, lakini mwenye anayefanya hizo biashara hapa mjini ni mchawi. Wewe uweze kupenya pale. Kwa kuna watu wamejiwekea, yani wanajifikiria jinsi walivyo wao ndivyo na Mungu uwezo wake ulivyo. Haleluya. Amen. Si mawazo mazuri. Kama mawazo yako yamefika mwisho, jifunze kuomba zaidi ya pale ulipokuwa unaomba. Tenga muda mwingi wa kuomba, au kaa kwenye maombi ya muda mrefu. Ukitembea naye. Unajua? Saa nyingine naandika maombi naweka hapa kwenye mfuko. Kwa kama nasafiri kwenye gari, nakuwa nimeshikilia hapa namna hii. Au kama naendesha mwenyewe, naendelea kunena kwa lugha na yasemesha hapa. Kwamba wewe usifikiri kwamba nimefika mwisho wa kufikiri mimi ndio Mungu wangu kafika mwisho. Hajafika. Kwa nataka niombe mpaka afungue fikra nyingine. Haleluya. Amen. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna serikali ya jeshi la pepo wabaya ambao kazi yao ni kupigana na fikra za watu. Ndio maana huna fikra ya kubuni kitu. Wewe unasema kile fulani alichofanya na mimi nataka nikifanye. Riziki popote. Nani kakwambia riziki popote? Jifunze kuomba Mungu akupe kufikiri zaidi ya hapo ulipo. Haleluya. Amen. Mungu wa mbinguni asifiwe. Amen. Umekaa na vyeti. Viambie vyeti. Sikiliza. Pamoja na kwamba nimekupata, sikiliza. Haujafunga fikra zangu kwenye cheti tu. Naweza nikafunguliwa zaidi ya hapo.
Mtu mmoja alikuwa anaeleza, akasema hivi, nilikuwa naambia nisome, nikasoma mpaka nikapata degree 2. Niliposoma nikapata degree 2, nilianza kuzunguka mtaani kuomba kazi miaka 4. Sikupata kazi. Akasema nikasikia kuna watu wanaelekeza jinsi ya kulima vitunguu. Akaenda akaelekea kwenye kulima nini? Kulima vitunguu, akaenda kujifunza wiki 2. Akasema wiki 2 nilizojifunza kulima vitunguu ndizo zimenitoa kwenye maisha ya ufukara na umaskini. Nimeanza kuelekea nimetoka kwenye umaskini, ninaanza kuelekea kwenye utajiri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa usije kaweka akili yako kwamba cheti tu mpaka hiki nilichosomea ndio hiki. Acha kubeba hivyo vitu. Tanua fikra zako zaidi ya hapo ulipo. Haleluya. Amen. Alikuwa karara moja, akawa anauza bia. Alafu watu akaniambia, mtu anakuja kuomba atauzaje bia? Kaambia mwacheni aendelee. Kama hatujapata mbadala, lazima Mungu atambadilisha fikra mwenyewe taratibu. Kwa mwacheni aendelee. Na kuomba anataka kuja kwenye maombi. Kisema maombi hapo anakuja na sadaka zake anazileta. Kabla msipate shida. Nye fikra zote zimefika mwisho tu. Za Mungu hazijafika. Naomba subirini. Hajakaa sawa. Akawa akaniambia kwamba, akaniambia, mtumishi, sikiliza nikwambie. Sasa hivi kwenye ile biashara pale nimepata biashara nyingine, ndio naanza taratibu. Akaniambia nimeondoa makreti kadhaa. Akaja tena akaniambia kwamba nimetoa mengine kadhaa. Baadaye akaja akaniambia ile biashara ya pombe nimeifunga, naendelea na biashara nyingine. Amen. Asa kwa sababu kufikiri kwako ni kule kwa msimamo mkali, unasema Bwana asema uache hapo kwanza. Fikiri ndani ya Kristo. Usifikiri ndani ya kukariri. Haleluya. Kwa sababu kuna vitu ambavyo umekariri. Mimi na watu wengi sana ambao na washauri hawajaokoka, wengine wanafunga vile vilemba vile vikali vile. Lakini tukikaa mezani tukaanza kuongea, tunaongea vizuri, hutaamini. Na siwaokokeshe hata siku moja. Haleluya. Amen. Kwa sababu upana wa fikra zake kila siku unazidi kuongezeka ndani ya Kristo. Amen. Pamoja na kwamba yuko kambi nyingine. Baada ya siku utasikia anasema Bwana mimi naona ngoja nihamie tu. Haleluya. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Ni mahali gani ambapo kufikiri kwako kumefika mwisho? Wapi? Maana unaweza kusema kwamba mimi biashara ninayojua ni hii, hakuna nyingine. Hakuna kingine. Nani kakwambia? Hizo fikra zako ndizo zimefika mwisho, za Mungu bado kuna miujiza ya Mungu ambayo anaweza akaachilia kwenye kufikiri kwako. Wewe hujui penye misukosuko ndipo pa kuomba, sio pa kuongea na kusema tu. Wale watu walivyokuwa wamempakia Yona wamempakia Yona kwenye meli yao, walishangaa inayumba, wanatupa vitu nje, wanafanya hivi. Yona alikuwa amepiga usingizi. Walianza kupiga maombi wenyewe. Una mtu kule kalale eti. Na wao wanamfuata wewe bwana, hebu njoo muombe Mungu wako kwa mambo sio kabisa. Yaani unalala. Wanaenda kumwamsha, wanamwambia wameomba, wakafika mahali basi ngoja tupige kura. Maana fikra zilizidi kuongezeka namna kujinusuru. Walivoomba sasa tupige kura kama ungukia Yona. Wakaambia, kwani wewe ni nani? Na umetoka wapi? Nayo ni kabila gani? Na unafanya kazi gani? Wale watu unagundua kwamba kufikiri kwao kuliongezeka baada ya kuomba. Kuna watu wengi sana wanabeba matatizo badala ya kuyaombea. Badala ya kuomba kwamba Mungu ninaomba unipe ufumbuzi wa hili jambo. Nilipopata kazi kwa mara ya kwanza, mbona naanza yale mazingira yalikuwa ni magumu. Kwa sababu siyaelewi vizuri na sijazoea.
ili ilivyokuja kunikumba jambo moja ambalo naambia kwamba wewe si ndio umeleta hapa, wewe unataka ufanye hicho kitu. Naangalia huku, wakumuuliza maswali hayupo. Sasa unaangalia, fikra zikafika mwisho. Nikabeba makaratasi yangu hayo, nikaondoka nayo, nikaenda nayo nyumbani. Nikaamua kwenda kupiga maombi. Usiku ule nikapiga maombi, hata sijui kwa naombaje, sijui shindwa shetani toka, sijui kitu gani. Nikaomba. Ghafla ikaja kama maono, jinsi afanye kile kitu. Ikapita mara moja pa. Alafu nikazubaa. Nikatamani, nikasema kama ingekuwapo button na ibinye kaya hapo isiende, pige pause kwanza. Sasa ikapita. Sasa kuna vitu vingine vikikupita vinakuwa kama ile Petro alisema kwamba tujenge nini? Tujenge vibanda. Nikaomba, Mungu naomba unisaidie, Mungu naomba unisaidie, Mungu naomba unisaidie. Ikarudi tena, inaenda taratibu. Nilipogundua namna ile, nikabeba karatasi zangu usiku ule nikaanza kushughulika na ile kazi. Asubuhi yote, hata kulala sijui kama nilinafikiri kama siku 3 sijalala. Nikapeleka. Na kuja kuipeleka namna hiyo, nasema, usiona bwana. Ndio maana tunahitaji mtu kama wewe. Wanasifia ila hawajui fikra zilifika mwisho. Na za kwao walileta kwa sababu zilifika mwisho. Haleluya. Amen. Kitu gani ninachokuambia? Omba mipaka ya fikra iondoke, uwe huru katika kufikiri kimafanikio. Haleluya. Kuna vitu ambavyo saa nyingine unaangalia, kuna kazi nyingine na nyimaga watu kufanya. Mbona ukiwa nyumbani, kama umekuja nyumbani kwangu kama ni kijana, uruhusiwe kuendesha bodaboda. Sikuruhusu. Maana najua unajifunza asubuhi saa 6 umeshaelewa. Alafu utaanza kubeba abiria, utakuwa unapata shilingi 10,000. Itakuzuia kujifunza vitu vingine, itakufunga fikra. Kwa hiyo anakataa. Amba lazima ukasome kitu cha kushikika au ukajifunze kitu cha kushikika ambacho kesho na kesho kutwa kitakusaidia, ambacho ni unique. Haleluya. Na wananiambia wanafika mahali, bwana dadi unajua hii misimamo yako, anambia najua ninachokifanya. Lakini baada ya muda ndio unaona unakuja, tumekuja nani, tumekuja sisi tumekuletea nini, sisi tumekuletea mafuta ya gari, sisi tumekuletea sifiki kitu gani. Lakini wanagundua kitu nilichokuwa nakisema mwanzo kwamba kuna kazi nyingine za kukufunga fikra tu. Nataka nikwambie, kuna kazi nyingine ni ya kukufunga fikra tu. Ukaona kama unapata yakula leo, yakula kesho kutwa, unakula tu. Lazima uombe Mungu akusaidie kufikiri kwako kusogea zaidi. Haleluya. Amen. Sijui mahali gani umefunga kifikra. Biashara moja, mke wangu aliniambia kwamba anataka ianzishe. Kana hii itakuletea shida hii. Hautaenda mahali. Lakini akaniambia, bwana mimi nataka niifanye. Usubiri. Usifanye kwanza. Nikaenda kwenye ulimwengu wa roho. Alafu nikamwambia Mungu, muonyeshe picha itakayokuwepo huko baadaye. Akaja akaniambia, ile bwana, ile inakuja kuleta shida huko mbeleni. Nikamwambia hiyo achana nayo. Tulivozidi kuomba, Mungu akafungua fikra zaidi. Akaja akabuni nyingine. Kuna kitu ambacho ukikipata tayari kinakufunga kufikiri kwako. Kwa sababu
kuna ubize kinachokuachilia, na ule ubize unavyozidi kuwepo ndivyo wanavyozidi kujifunga zaidi kuendelea mbele ya hapo ulipokuwa. Ndio maana kuna vitu vingine kama Roho Mtakatifu hajakwambia ngangana navyo, usingangane navyo. Kuna vingine unaona kabisa kinakoma mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, na unaona hapa ndipo penye kitu chenyewe. Lazima uombe fikra zako ziwe na uvumilivu pia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna kitu kingine, kuomba uvumilivu juu ya jambo husika. Kuomba uvumilivu juu ya jambo husika. Kwa nini nakwambia namna hiyo? Kuna sehemu ambayo ukitaka kufanikiwa ni lazima ujue kwamba kunahitajika fikra za kimungu na si za kwako tu. Na saa nyingine panahitajika na muujiza. Haleluya. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Kuna vitu vingine ambavyo huwa naangaliaga. Usikariri maisha. Usikariri maisha. Mimi nasoma sana masuala ya engineering, nasoma sana. Kwa hiyo haiwezi kupita siku bila kusoma. Na ninasoma masuala ya ubunifu sana, haiwezi kapita siku bila kusoma. Nilichokuja kukigundua, kila siku kuna watu wanatuongoza kwa fikra zao. Hivi tulikuwa na simu zile zinasokota namna hii, za kusokota namna hii. Afu inapiga wilayani, inapiga mkoa mwingine huko. Ilikuwa na mlolongo mrefu sana mpaka kuipata. Niona nazungusha namna hii kwa kazi kweli. Alafu kuna nyingine zilizokuja hizi za kawaida sasa, za kuzungusha hivi, upate zile namba, ikaje ya kupiga hivi. Kuna watu walikuwa wanaondoa ukuta wa kufikiri kila siku. Wanajua sasa hii ya kuzungusha hivi mpaka na operator atafute kule ya nini? Wakaja akaleta hiyo nani ya kwamba ya kuzungusha namna hii tu kwamba unapata moja kwa moja huko. Wakaja nyingine ndio kabisa unaweza kupiga Ulaya ukaongea na nini. Kuna mwingine akaja akafikiri hii nayo inachukua muda mrefu sana. Wakagundua ya mkononi. Kwa nini ukae usubiri simu ndani? Tembea nayo huko mfukoni. Ikiita sasa isikie utaongea. Akaja akabuni simu ambayo ilikuwa haina message. Ikaja ya kupiga tu. Baadaye akaleta message. Baadaye akaleta email. Baadaye akaleta WhatsApp. Baadaye akaleta Facebook. Kila siku tunakimbizana nazo hapa. Alianza sijui na nani? Alianza sijui na 1G, akaja sijui 2G, akaja sijui 3G, sasa hivi amekuja na 4G, amekuja na sijui 5G. Sasa yaani tunakimbizana na fikra zake wakati sisi tunakimbizana na kadi za vyama, wao wanakimbizana na kila siku tunafikiri, wanatusaidia kufikiri kila siku. Sasa kuna simu tulizonazo za 3G tunatafuta mtu wa kumuuzia ili tutafute ya 4G. Ya 4G nayo tunaanza kutafuta kwamba kuna kitu kingine kinakuja. Maana lazima uombe kufikiri kwako kutanuke zaidi ya hapo ulipo. Hakuna jinsi. Sijui ile TV ya zamani unafahamu? TV ya chogo alafu ya black and white. Ya black and white. Na watu walikuwa wanajifuna kwamba na TV. Alafu ikaja ya color. Ilivyokuja ya colored imekaa kidogo, ikaja ambayo ni colored lakini ni digital. Alafu zimekaa baada ya muda hizo za vichogo hivyo wamesema ziondoe, zimekuja zinazoitwa flat screen. Zimekuja flat screen, sasa hivi zimekuja ambazo ni flat screen lakini smart. Ambao unaweza ukaiendesha kama simu.
Unaendelea kabisa. Kama ni mambo ya YouTube unafungulia pale kwenye TV, unaona jinsi ilivyo hivi, kazi zinaendelea vizuri na nini na mafundisho, labda kama unaangalia vitu vingine, unaona kabisa pale kwenye screen kabisa kama simu yako. Na nyingine ambayo umeleta inaitwa Smart 4K. Maana yake ni kwamba wanavozidi kutanuka kufikiri, ndivyo na sisi tunavozidi kukimbizana na kufikiri kwao. Wanatusaidia kufikiri, na sasa inabidi tukimbizane na kufikiri kwao. Hatuna jinsi. Haleluya. Kitu gani ninachotaka kukwambia? Lazima tuombe Mungu atusaidie fikra zetu zitanuke zaidi ya hapo zilipo. Nililima kilimo kimoja cha kutegemea mvua. Asante Mungu nilipata. Yule ndugu akaniambia kwamba sasa mwakani utalima tena, kama silimi. Kamba kwa jinsi ninavyoona watu wanalima kisasa na mimi nafanya kilimo cha kubahatisha huko chenyewe, ndio nimeomba mvua mpaka ikanyesha hivi. Siku nyingine Mungu akatia ukame kama wakati wa Farao, nafanyaje? Nikakumbuka ongeza fikra kulima kisasa. Ulime na drip irrigation. Nilikana wakulima siku moja pale Kibaigo, nilikuwa nawaambia kwamba hiki kilimo chenu mnacholima cha kizamani hapa kwenye mabenki mna mpaka milioni 500 sijui 100 ngapi, bado mnazidi kulima kilimo cha neema cha kuomba mvua inyeshe, isiponyesha mnakula hasara. Kanunueni ma drip irrigation system, mfunge kwa mashambani kwenu, mnavuna kwa mwaka mara 4. Ongeza kufikiri, acha kuwa inbox kila siku. Haleluya. Omba mipaka ya fikra iondoke, uwe huru katika kufikiri kimafanikio. Pengine mafanikio tulionayo ni madogo kwa sababu hatujaomba fikra zetu zikapanuka zaidi. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini jambo lingine, sehemu yako ya urithi ni ipi na iko wapi? Zaburi ya 105 mstari wa 11. Alafu tumalize tukaombe. Maana leo nitaka nikupe vipande vichache sana. Ule mstari wa 11. Zaburi ya 105 mstari wa 11. Na Bwana anasema, akisema nitakupa wewe nchi ya Kanaani, iwe urithi wetu mliopimiwa. Maana yake huo urithi wa mtu unapimiwa. Sasa wale wako usiombe fikra zako ziendane na kipande ulichopimiwa. Sina maana nimekwambia kuna mtu ambaye ni mfugaji, usimpe nafasi ya kuongoza watu, huyo kapewa nafasi ya kuongoza mifugo. Kuna mtu ambaye kazi yake ni biashara, usimwambie nenda kafuge, hawezi kufuga huyo. Kuna mtu ambaye kapewa nafasi ya kubuni magari, kapewa nafasi ya kubuni radio, kapewa nafasi ya kubuni simu, kapewa nafasi ya kubuni. Na ndio maana wote tumetulia tunawasikiliza. Wewe kusikiliza, uliwahi kufikiria huyo mtu ambaye fikiria nchi nyingine hazina sehemu ya kulima hata kipande kimoja, lakini teknolojia walionayo inawafanya waishi. Fikiria saa nyingine umeona joto limezidi, unachukua remote unawasha AC. Wewe unasikia tu ule baridi, alafu unafurahia. Maana yake kuna mtu alicheza na fikra zake kwa ajili ya urithi aliopewa ambao ni teknolojia akaupata. Haleluya. Ndio maana Mungu anaweza akakupimia urithi. Hata kuna mwingine amepewa urithi wa kufuga, wa kulima, wa kuwa ofisini na kuwa wapi, anaenda navyo. Sasa hiyo ni sehemu ya urithi, na kitu kinachokuja kuvuruga urithi wetu ni sisi wenyewe, na ni dhambi na uovu na makosa ndio yanayovuruga urithi wa mtu. Lakini nataka nikwambie, ndio maana kwenye ulimwengu wa roho unajionaga kwamba wewe una shamba kubwa, unajionaga kwamba una ofisi kubwa, yaani unaonyeshwaga urithi ili uweze kuomba fikra zako zifike kiwango cha huo urithi na uweze kufanikiwa. Haleluya. Amen. Sijui kiwango chako cha kufikiri kikoje. Sijui mimi. Wewe una mtu mvivu wa kufikiri. Bwana asifiwe. Asa mtu mvivu wa kufikiri ni mtu hatari sana. Na ni mtu ambaye anaweza kaingizwa fikra zozote zikakubali ndani yake.
Lakini eneo la urithi la mtu huo Mungu anampimia. Hawezi akakuleta duniani bila urithi. Sasa ndio maana unaona kwamba mwingine kasomea masomo uongozi, alafu anashangaa anakuja kupewa uongozi. Ni urithi wake. Hao sio akasema mimi nataka nisome mpaka degree ngapi huko nije niwe kiongozi. Hamna, utajikuta umekuwa kiongozi wa kuku kwa sababu ulijua kufuga kuku. Haleluya. Maana watu wanataka kupigana na uongozi akishasoma tu. Anasema mimi nataka niwe kiongozi. Ulisoma uwe kiongozi wa nini? Wa mbuzi, wa kondoo, wa ng'ombe au wa watu? Haleluya. Lazima uangalie urithi wako umepimiwa wapi. Unajiuliza hicho kitu? Urithi wako ni upi? Urithi wako ni upi? Maana ukisikia mwenzako amesema nimenunua bodaboda kila siku ananiletea shilingi 10,000, na wewe unataka kwenda kununua. Nimeona fulani amenunua sijui bajaji inamletea shilingi 20,000, na wewe unataka kwenda kununua. Nimesikia fulani amenunua haisi inamletea shilingi 30,000, na wewe unataka kwenda kununua. Wewe unataka urithi wako ni upi? Afu bwana anasema, madereva wanasumbua bwana, acha tu. Vimenitia hasara. Sio urithi wako. Hao watu kabla hawajaenda Kanaani walikuwa wameshapimiwa sehemu ya urithi wao na hawakupewa zaidi ya hiyo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Urithi wako ni upi? Na kwenye kupata urithi ndipo penye mapambano na makosa yote na uovu na dhambi na kila kitu anachosababisha shetani kwa mwanadamu ni ili akose huo urithi. Na anavuruga fikra za mtu ili zishindwe kuendana na urithi wake. Ndio maana kuna kabila lililopewa urithi wa biashara. Wale usiulize hizo biashara watafanyaje. No, hata wakiwa ofisini utakuta wanaenda na maandazi ofisini. Kuuza huko ofisini. Kwa sababu gani? Ni urithi wao. Na utashangaa watu bado wananunua. Na mtu akipewa urithi kuna fikra ambazo anapewa za kudumisha urithi. Fikra zake. Ndio maana customer care ya kila mtu inatofautiana. Haleluya. Amen. Ni urithi. Wao wanampeleka askari kwenye biashara, tangu lini askari akafanya biashara? Ndio maana ukimuuliza eti kuna kitu fulani anakwambia hamna. Anakujibu kama mgambo aliyetoroka vitani. Maana yake customer care hana. Kwa sababu ya kitu gani? Fikra sio za kwake. Kwa sababu kitu gani? Urithi sio wa kwake. Kajirithisha vitu ambavyo sio. Tuna bahati mbaya sana saa nyingine. Nawaambiaga tu tuna bahati mbaya sana. Watu ambao wanashindwa baadhi ya sehemu kwenye maisha ndio wanaenda kuwa viongozi kwenye taasisi za kiroho na taasisi nyingine. Amekwama kabisa, na utasikia anasema kwamba jamani kule nilikuwa nimekwama kabisa. Maana yake alishindwa kuendeleza fikra zake katika urithi, ikabidi aende kwenye kitu kingine. Sasa fikiria ameenda kwenye kitu kingine ambacho nacho sio cha kwake. Fikiria wanaoongozwa watakoseshwa kiasi gani. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Na maana yani mchungaji yule anapotongoza kijeshi vile. Kakosa urithi wako akaenda jeshini huko kaja kwenye nyumba za msalaba. Shughuli inakuwa. Haleluya. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Wakati watu ambao wameitoa kwenye nani, wachungaji wamejaa faraja, anaweza akakufariji hata saa ambao umetenda dhambi ukafikiria hata hujatenda. Kwa sababu ile ni urithi wao waliopewa na fikra zao walizopewa. Anapocheza na zile fikra zako na mwambia mchungaji, kwa kweli biashara ilipokataa nataka nijitoe roho na mwili. Anaanza kukuambia unajua hata Mungu anakupenda. Hata mwingine juzi alikuja hapa, alitaka kujitoa roho lakini Bwana alimsaidia. Kazi yake imeanza kwenda, hata haijaanza kwenda vizuri. Lakini ile alipopewa ile neema aliyopewa ya kuchunga, hata kuchunga utashangaa, unaanza kusema kwamba nashukuru mchungaji, baada ya kuongea na wewe nimepata amani. Unatoa na sadaka wakati unataka kwenda kujiua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hasa usiombe ukakutana na mwinjilisti ukifa utaenda jehanamu. Hakuna
vya mara mbili hapa kukubembeleza hapa. Kwani hujui jehanamu? Nafikiri kama mtu anajua jehanamu kama anapojua urithi wake. Jina la Yesu libarikiwe. Mambo tanaga na rafiki yangu mmoja mhubiri anaambia wewe mpaka uanze kunyewa walimu bwana nyie sio watu mpaka mwanze kufundisha mtu sijui dhambi ni hii dhambi. Sasa tunawaambia tu kwamba ukifa unaenda jehanamu. Tukifika pale stand tukianza kumwambia ukifa unaenda jehanamu, utakufa utaenda jehanamu. Haujui utapopanda gari na unafia mahali gani. Simama hapo juu tu piga magoti. Wanapigisha gari magoti kwenye lami wale. Urithi wao. Bwana Yesu asifiwe. Na umepewa jinsi ya kuhandle zile fikra zako. Unafikiri hivi kweli nikitoka hapa sigongo na gari hapa? Hivi kweli nikitoka hapa? Nakumbuka mmoja rafiki yangu mmoja nilipata wahubiri bwana. Mungu amewapa vitu vyao vya ajabu ambavyo ni neema yake tu. Panda gari rafiki yangu mmoja nimemsindikiza kwenye huduma. Na nje nikamsaidia kwenda kuomba kule. Mungu afanye kazi yake anavyotaka. Kamaliza kule. Kwenye ile huduma akawa amekuja sijui baba mmoja anataka kumpiga mke wake kule kwenye huduma sijui vitu gani. Wakamwambia tumleteni mama akae huko mbele. Akamwambia wewe nitakufanya uwe kichaa. Toka kwenye mkutano. Akamwambia mkamateni mfungieni kule ndani. Akamfungia ndani. Wakamfungia kule ndani. Alafu mke wake akakaa pale mbele. Alipomaliza mkutano akaenda kumwokokesha kwanza yule mume. Akamaliza. Tukaondoka na gari yake akambeba ule mama ili tumpeleke nyumbani. Tulipofika barabarani akamwambia, "Wewe mama umeokoka?" Akasema, "Sijaokoka." Mtu apandaje kwenye gari yangu hajaokoka? Hutaona jua la kesho. Mama hutaona jua la kesho. Sasa sasa muongoze sana ya toba hapo. Ikabidi nimuongoze sana ya toba. Na yule mama akakubali kabisa na mpaka leo ameokoka. Lakini unaweza kaona kwamba ni vile vipengele vya urithi wao jinsi wanavyocheza navyo. Haleluya. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Urithi wako ni upi? Na umepangia eneo gani? Hicho kipande cha kiwanja ulichonacho ndio hicho Mungu amekupangia au kuna lingine au kuna shamba lingine au amekupangia wapi na wapi? Kuna vitu ulivyonavyo vingi ili ujaomba Mungu afungue kufikiri kwako zaidi ya hapo. Wewe umefikiri hapo unapofikiri ndiko mwisho. Wewe unafikiri hapo mjini unapokaa ndio hapo mwisho. Kwa sababu unaona magari yanapita na taa zinawaka usiku, unataka kupita huko usione majoko huko shambani na wapi na wapi. Tanua fikra zako zaidi. Mwambie Mungu naomba kufikiri zaidi ya hapa. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Ngoja nimalizie. Zaburi ya 105 mstari wa 44. Alafu tutaingia kuomba. Asema akawapa nchi za mataifa, wakairithi kazi ya watu. Kwa ukiomba Mungu vizuri, kuna urithi anakupa wa watu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakwambia hivi, hatujaomba ipasavyo. Nikikaa kwenye maombi vitu ambavyo ninavionaga saa nyingine na nikija nikiingia kwenye kazi watu wao hivi ulisoma Urusi, wala sijasoma kwa wapi. Hapa Bongo tu. Tena kawaida tu. Haleluya. Lakini kuna saa unaingia kwenye maombi. Na Mungu naomba ufungue fikra zako zaidi ya hapa nilipo, zaidi ya hapa, zaidi ya pale pengine. Fungua fikra zangu. Mimi nilipofika nimefika mwisho wa kufikiri. Vita nyingine inaenda kukujia ni vita kukuzuia kufikiri. Alafu sasa tena kisha hendo ufahamu wako, mtu akafikiri kwamba fulani ndiye mchawi, fulani ndiye mchawi ananizuia, fulani ndiye mchawi. Mpaka lini? Mpaka lini? Hana mwisho. Ukiona hivyo, fikra zako zimefika mwisho, mwambie Mungu, naomba uongeze za kwako sasa, funga booster. Ongeza iwe kubwa zaidi. Niweze kufikiri zaidi hapo. Kwamba hata urithi wa mataifa naweza nikaupata. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Kwa nitaka nikupe hicho kipengele tu. Ukiangalie fikra zako kweli, umefikiri kiwango cha kimungu au unafikiri kile kiwango cha kawaida tu? Unafikiri kwamba Mungu anatuazia kwamba sisi tuwe maskini, tuwe watu wa kuombaomba tu?
Kama tunaomba kwa fulani, tunaomba pale. Wewe unawaza hicho kwamba Mungu ametukusudia. Hajatukusudia hicho. Mungu ametukusudia mambo mazuri na makubwa. Lakini ninachotaka kukuambia, omba mipaka ya fikra iondoke. Hapa unafikiri kwamba hapa ninapokaa kwa mjomba, hapa nikiondoka hapa ndo nitakufa njaa. Mwambie Mungu, ondoa hiyo mipaka. Ondoa hiyo mipaka. Alafu utaona kitu kitakachotokea. Ondoa mipaka ya kufikiri. Na ukifikiri ndani ya kusudi la Mungu, kufikiri kwako kuna tanuka zaidi. Usifikiri ndani hivyo vitu ulivyo navyo tu. Maana kuna wasio na vyeti wana fikra kubwa kuliko wewe. Na wana maisha mazuri kuliko wewe. Watoto wa mjini wanasema, ni wapi umekwama? Kwenye fikra tu. Hakuna kitu kibaya kama mtu akakugeuza kile unachotaka kufikiri, ufikiri kupitia yeye. Kuna mtu akitaka kufikiri maisha yake lazima ayapitishe kwenye siasa, ndipo afikiri. Akitaka kufikiri kitu fulani apitishe kwenye dini, ndipo afikiri. Akitaka kufikiri kule, ndio maana mwingine anacheza na fikra zako tu. Ukitaka kufikiri kitu, ukitaka kubarikiwa, unasema lazima nibarikiwe kupitia fulani. Sasa leo omba Mungu, fikra zako ziondolewe mipaka. Leo tutaomba tu kuvunja mipaka ya kifikra. Haleluya. Amen. Kuvunja hiyo mipaka ya kifikra, kuiondoa hiyo mipaka kabisa. Hiyo serikali ya jeshi la pepo wabaya iachie fikra zako, ufikiri zaidi ya hapo. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Jina la Bwana Yesu libarikiwe.